mitandao ya kijamii ambayo badala ya kuwa faida imekuwa sehemu ya maumivu kwa wengine. Mimi niwaombe sana, kama vijana, kama wamama wenye wanatumia mitandao, kama wababa wenye wanatumia mitandao, badala ya kufanya mtandao kuwa ni sehemu ya maumivu kwa wengine, tuendelee kuifanya mitandao kuwa sehemu ya faida katikati ya maisha yetu. Unajua hii mitandao, wako watu wanalipwa kupitia hiyo mitandao. Kwa tukitumia vyema kuhakikisha kwamba tunaihubiri haki, tunaihubiri amani, tunahubiri uzalendo wa taifa, lakini pia tukahubiri kuhakikisha kwamba watu hawa wanaoishi katika uzalendo wa nchi yao wanautimiza wajibu wao, jambo hili litalisaidia taifa letu kusonga mbele kwa upesi sana. Kupigania kuwa na taasisi ya ndoa imara, ili kutoka kwenye hiyo taasisi ya ndoa ndipo hapo tutapata makundi mengine yote ya vijana na makundi mengine ambayo kwa kweli na wenyewe yatakuwa imara. Kwa mimi kwangu mimi, wadau wote, serikali tunao nafasi yetu ya kusema, lakini pia viongozi wa dini wana nafasi yao, makundi mengine, taasisi zingine zote, waandishi wa habari, ili na nyie kwa pamoja tukiongea lugha moja kwamba tunataka kuona familia imara kwenye nchi yetu, baba na mama wanaoheshimiana, wanaovumiliana kwenye changamoto, kama hivyo kwenye changamoto kwenye biashara, kwenye kilimo, kwenye kazi, ndipo hivyo kwenye issue pia ya ndoa. Hata viongozi wa dini wana changamoto zao, lakini hawakimbii. Lakini kwenye taasisi ya ndoa imeonekana ku-exit ni rahisi sana, kwa sababu tu watu wanaamini sio sehemu ambapo mtu anatakiwa kuhimili changamoto. Mara nyingi sisi wanandoa tunaangalia interest zetu zaidi kuliko interest za watoto ambao kimsingi tumewaleta bila kuwa na makubaliano. Kwa hiyo mimi ni wasihi tu taasisi ya ndoa, wadau wote wanaohusika, na nyinyi waandishi wa habari mnao nafasi kubwa sana ya kusaidia kutengeneza agenda kwamba jamani, kama tunataka kutengeneza Tanzania imara, tunataka kutengeneza taasisi imara, ni lazima tuwe na taasisi ya ndoa imara. Kutoka hapo mimi naamini kuna sehemu tutapiga hatua. Jina naitwa Askofu Zakaria Nyamuhanga Mwita wa makanisa ya Nuru ya Ulimwengu, jimbo la Mwanza. Tukio hili baada ya kusimikwa askofu mkuu na uongozi mkuu kitaifa kiujumla, ina maana sasa tunaenda kuifanya kazi katika uamsho mkubwa zaidi, ambao uamsho huo utakuwa unajikita Injili kwa watu wa rika zote, kubadilisha mtazamo, kubadilisha hali ya kimaisha ukilinganisha na jinsi utandawazi ulivyo duniani kote. Watu wengi imekuwa ni mporomoko sana wa kimaadili, watu hawana hofu ya Mungu. Lakini sasa kwa mwisho huu tulionao na mwanzo huu mpya, tunaenda kubadilisha, tunaenda kufanya vitu ambavyo vitaleta uamsho mkubwa sana hapa nchini Tanzania na ulimwengu kote. Maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo sisi tuko kwa ajili ya kupatanisha, kuwa katikati ya serikali pamoja na Mungu. Maana wale ni watu. Ndio maana hata katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema serikali haina dini, ila watu wake wana dini. Sasa watu wenye dini wana mchungaji wao, wana shehe wao, wana padri wao, wana mwinjilisti wao anayewatia moyo. Akija na wewe bila kutoa yale majeraha, matokeo yake ndio ile sasa anasema mmewaponya watu wangu majeraha juu juu, nami nitawafukuza kazi. Sasa kuna wachungaji watafukuzwa kazi ya kimungu, watakuwa wazururaji tu mjini. Mimi ni mchungaji kwenye ushirika wa The Right World Mission, ambayo tafsiri yake ni Nuru ya Ulimwengu. Niko Tarime mjini. Badini maadili yalivyo momonyoka, mimi mwenyewe naumia, kwa sababu kizazi hiki asilimia kubwa kimekuwa na walimu wengi kwa sababu ya mtandao. Mitandao imeharibu watoto, wanalelewa na mfanyakazi wa nyumbani,
wakati wote anawaonyesha TV, video na picha ambazo sio nzuri. Sasa sisi tunaweza kuwa tunafundisha na tunaomba